Popote pale ulipo mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Alhamisi nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuwa kwa pamoja katika hii YouTube channel Kambi ya Wateule. Tafadhali kama uja subscribe, ambia rafiki, ambie mwingine kuhusiana na hii YouTube channel Kambi ya Wateule, ambao ni madhabahu yake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na hivyo kwenye siku ya leo neno lake Mwenyezi Mungu tunaendelea katika kitabu cha Waefeso. Nitasoma sura ya 5, nitaanza mstari wa 8 hadi wa 10. Unapoangalia katika mstari wa kwanza hadi ule wa 7 unakuwa unazungumzia, Paulo anatuambia tuige mfano wa Mungu, tumfuate Kristo, na hapo anaelezea zile tabia zifai kuonekana kwetu. Kwa hivyo usiulize mchungaji, mbona umeruka? Kwa hivyo ukiangalia pale inaelezea mstari wa kwanza na wa pili. Kwa hivyo kuteremka pale inaelezea zile tabia zifai kupatikana katikati yetu, zile tabia ambazo zilikuwa katika ule mji. Lakini siku ya leo ningependa tusonge mbele. Waefeso sura ya 5 mstari wa 8 na hadi wa 10, na Biblia inasema, kwa maana zamani nyinyi mlikuwa giza. Nataka ninaposoma ukuwe makini. Kwa maana zamani nyinyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Baba, ni asante kwa hili neno lako, kazungumze nasi kupitia hili neno, kanene nasi mfalme mkuu na mtakatifu, katuimize, katurekebishe, katupe mwelekeo, na zaidi tukapate maarifa ya kimungu na ambayo yatasaidia maisha yetu ya kila siku na hata katika maisha yetu ya kiroho. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu, na hili neno siku ya leo hapa tunaona ni Paulo anazungumza na hili kanisa, na hili kanisa liko katikati ya mazingira na ambao alikuwa amejawa na uovu, kanisa na ambao lilikuwa katika mazingira na ambao alikuwa amejawa na nasa za dunia, uabuduo wa sanamu. Na hivyo Paulo anakuwa anakumbusha hili kanisa Efeso, kwa maana zamani nyinyi mlikuwa giza. Hata asemi mlikuwa katika giza, nyinyi wenyewe mlikuwa giza, anasema hivyo, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Asemi mko katika nuru, lasha, anasema mmekuwa nuru katika Bwana, na analiambia enendeni kama watoto wa nuru. Na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, tuenende, tembeni kama wana wa nuru, tembeni kama wana wa nuru, tukielewa ya kwamba sisi wenyewe tulikuwa giza, lakini sasa tumekuwa nuru. Paulo anazungumza na hili kanisa, lakini hata wa leo anazungumza na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, anasema vizuri zaidi, kwa maana zamani mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama wana wa nuru. Na hivyo hapa kuna jambo tunafaa kuelewa, kwamba kutoka gizani kwenda nuruni ni mabadiliko ya utambulisho. Maana umekuwa giza, sasa umebadilishwa ukawa nuru, na hivyo ni mabadiliko ya utambulisho. Na hivyo huwezi endelea kutambulika kama giza ilhali wewe umekuwa nuru. Na hivyo Paulo anazungumza kuhusiana na tabia zetu, maana tabia zetu ndizo zitasema, je, Benson bado ni giza au amebadilishwa na akawa nuru? Na hivyo tunapoelewa kutoka gizani kwenda nuruni ni mabadiliko ya utambulisho. Paulo asemi tu mlikuwa gizani, anasema mlikuwa giza. Bwana Yesu asifiwe. Asemi tu mna nuru, anasema mmekuwa nuru katika Bwana. Na hivyo elewa hili,
Ukristo si kubadilisha tabia tu. Nataka tushike hilo. Ukristo si kubadilisha tabia tu, ni kubadilika asili. Bwana Yesu asifiwe. Ni kubadilika asili. Mtu aliye ndani ya Kristo ana utambulisho mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hatuishi tena kwa maadili ya zamani ambao ni uongo, chuki, uasherati na tamaa mbaya, bali kwa nuru ya Kristo. Swali leo hii ni je, maisha yangu au maisha yako yanaonyesha tofauti kati ya zamani na sasa? Kati ya wakati ulikuwa giza na sasa umekuwa nuru? Je, kuna utofauti? Hili ni swali tunafaa kujiuliza. Ndio, tumeokoka. Mungu hajatuondoa katika haya mazingira na ambayo yanafanana na huyu mji wa Roma, mji mkuu wa Roma na ambao ulikuwa Ephesus. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo shika hili, Paulo anakuwa anasema hivi, enendeni kama watoto wa nuru. Ni maisha ya kila siku. Enendeni maana yake ni mwenendo wa kila siku katika ulimwengu wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mitandao ya kijamii, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye siasa, kwenye masomo, Mkristo anaitwa kuwa mtoto wa nuru kila mahali. Yesu akasema, auwashi taa kisha ukaweka mfunguni mwa kitanda ama chini ya meza. Unawasha taa na unauweka juu ya meza, na anasema vivyo hivyo iweni nuru ya ulimwengu, maana nyinyi mmekuwa nuru, na mkiwa nuru lazima muangaze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutaangaza katika mitandao ya kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangaza katika biashara zetu, katika ndoa zetu, katika siasa, katika masomo. Na hivyo Mkristo anaitwa kuwa mtoto wa nuru kila mahali. Nuru huonyesha ukweli, maana nuru inapoingia, giza automatically linaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo nuru huonyesha ukweli, nuru huondoa giza, nuru hutoa mwelekeo. Angalia hapa, inaonyesha ukweli, maana ikishamulika ukweli unajulikana. Jambo la pili, inaondoa giza. Ikimulika giza linaondoka. Jambo la tatu, hutoa mwelekeo, inakuelekeza. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia zangu. Na ukweli wa mambo ni kwamba, na ili uwe nuru inayoangaza, nuru ni neno la Mungu. Kwa hivyo lazima uruhusu neno la Mungu, na ambalo linaleta maarifa, na ambalo linaleta ukweli, na ambalo linakufunua, na ambalo linakumulika na kuondoa giza yote, basi lazima hili neno tulisome. Daudi anasema, nimeliweka neno lako moyoni mwangu, na ili nisije nikakutenda dhambi. Neno ndio inayotuangazia, maana hata ukiangalia Mungu alipokuwa anaomba alisema let there be light. Kwanza ndio alianza nayo, kumaanisha alitaka watu wapate ufahamu, watu waangaziwe, waondoke katika giza, waingie katika nuru, na si kuondoka katika giza, bali giza iondoke na wao sasa wakuwe nuru. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Mkristo asambazi uongo. Bwana Yesu asifiwe. Afanyi mambo kwa siri ya aibu. Bwana Yesu asifiwe. Atumii ujanja wa giza kufanikisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia pale kanisani tumejawa na uongo, lakini leo hii Mungu anatukumbusha, anatuambia kwamba sisi ni wana wa nuru, sisi wenyewe ni nuru, na nuru ikiingia giza linatoweka. Basi giza linafanya nini kwenye nuru? Haiwezekani, haziwezi zitakatangamana. Lazima nuru ikiingia giza inaondoka, giza ikiingia nuru inaondoka. Ni wewe kuchagua, Mkristo mwenzangu. Na hivyo tunda la nuru, Paulo anataja mambo matatu katika mstari wa 9. Anasema wema ni tunda la nuru, kutenda mema hata kama hakuna anayekuona.
Mika anasema, e mwanadamu, nimekuonyesha lililo njema, tenda wema. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anarudia kwenye mstari wa 9, anataja nuru kuwa mambo matatu, anataja wema. Na hivyo kila mmoja wetu Mkristo na ambaye ni mtoto wa nuru na ambaye ni nuru mwenyewe anapaswa kutenda wema, maana Mungu amekuonyesha lililo njema. Bwana Yesu asifiwe. Kutembea kwa unyenyekevu mbele za Mungu, kuwa na utu wema. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo hatuna utu wema. Mtu atalala njaa na ilhali wewe ni Mkristo na umepaka imejaa kwa kabati, hapo hakuna nuru, ni giza. Tugeuke. Bwana Yesu asifiwe. Tubadilike. Tulikuwa giza, sasa tumekuwa nuru. Ni mabadiliko, si tabia peke yake, bali tunabadilika kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuwa baraka kwa wengine. Jambo la pili Paulo analizungumzia kama tunda la nuru ni haki, ukipenda righteousness. Wema ni goodness, haki ni righteousness, kuishi kwa uadilifu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba tutafute ufalme wa Mungu kwanza na haki yake. Haki yake ni kwamba uko sawa na neno la Mungu, unasimama sawa na mamlaka, na hapa mamlaka ni Mungu na neno lake. Na hivyo kuepuka rushwa ni kuishi maisha ya uadilifu, kuepuka udanganyifu ni kuishi maisha ya uadilifu, na unyonyaji, kuepukana na unyonyaji ni kuishi maisha ya uadilifu. Kuwa mtu na ambaye ako na roho safi ni mtu mwadilifu. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la tatu Paulo analizungumzia kama tunda la nuru ni kweli, the truth, uaminifu, kutokuwa na unafiki, kusimama katika ukweli wa Mungu, maana utaujua ukweli na ukweli utakuweka huru. Tumefungwa maana hatujapata huu ukweli, na tunda la nuru ni ukweli. Tunda la nuru ni haki. Tunda la nuru ni wema, na tunaangazia ukweli na ambao ni uaminifu, ni kutokuwa na unafiki, ni kusimama katika ukweli wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo katika dunia yenye upotoshaji, dunia na ambayo inapotosha watu, tuhakikisha kwamba hatutoi rushwa, hatupokei rushwa. Dunia iliyojawa na maadili yaliyobadilika, Waefeso 5:9 inatuita kuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana haya ni madhabahu ya kambi ya wateule. Tunarekebishana kila siku, tunakumbushana kila siku. Lazima tuwe watu wa nuru, lazima tuwe nuru, na tunda la nuru mojawapo ni ukweli. Na unapoujua ukweli, ukweli utakuweka huru. Ndio maana nimekuja kukupa ukweli. Na hivyo shika hili. Paulo katika mstari wa 10 kuna jambo anasema, mkihakiki impendezayo Bwana. Neno kuhakiki lina maana ya kuchunguza. Bwana Yesu asifiwe. Na utachunguzaje kama hujasoma neno la Mungu? Haujapata ukweli. Kwa hivyo mkihakiki impendezayo Bwana, kumaanisha lazima tusome neno la Mungu na ili tupate na kuchunguza, kwa maana tukichunguza tunalinganisha na neno la Mungu linatuambiaje. Lazima tupime. Bwana Yesu asifiwe. Kuhakiki lina maana kuchunguza, kupima, kupambanua. Inaonyesha Ukristo si kufuata tu sheria bila kufikiri au kufikiria. Lazima uelewe neno la Mungu linasema hivi, lakini mchungaji Ben ametuambia hivi. Unapima. Bwana Yesu asifiwe. Neno umetuambia hivi, neno la Mungu linasema hivi, unapambanua. Bwana Yesu asifiwe. Unachunguza, unapima. Haya mambo yote utawezeshwa iwapo umekuwa nuru, na utakuwa nuru kwa kumpokea Kristo kwanza, na kisha kuruhusu neno la Kristo likae ndani yako kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo
si kufuata tu sheria bila kufikiria, ni maisha ya kutafakari. Anasema nini Yoshua? Anaambia Joshua, hichi kitabu cha sheria kisiondoke kinywani mwako, kitafakari usiku na mchana. Katika Zaburi Biblia inasema nini? Mtu aliyebarikiwa bali furaha yake ni kulitafakari neno la Mungu usiku na mchana. Kwa hivyo Ukristo si kufuata tu sheria bila kufikiria, lazima ni maisha ya kutafakari. Je, jambo hili linampendeza Mungu kulingana na neno lake? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ndilo la kupima kila kitu. Hata ninapozungumza nawe, ni vema upime maneno ninayoyazungumza. Kile ninachokuambia lazima upime na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ujumbe mkuu siku hii ya leo katika Waefeso 5 mstari wa 8 hadi wa 10 inatufundisha umebadilika kiroho, si mtu wa giza tena. Wewe mwenyewe umekuwa nuru, wewe si giza tena. Unaitwa kuishi kulingana na utambulisho wako mpya. Utambulisho wako mpya ni nini? Nuru. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Shika hili, maisha ya nuru yanaonekana kwa wema, haki na ukweli. Maana hili ni tunda Paulo analinenea katika hili neno anapozungumza na hili kanisa. Kila siku ni safari ya kupima mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tunaweza tukajiuliza maswali kadhaa. Je, kuna eneo maishani mwangu bado lina giza? Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia, hebu jichunguze. Jambo la pili, je, watu wakiniangalia wanaona nuru au kivuli? Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine tunaweza tukajiuliza, je, ninaishi ili kuwapendeza watu au kumpendeza Bwana? Maana Paulo ametuambia hivi, hivyo mfuate. Paulo anatuambia hivi, maana tumesoma, anakuwa anasema vizuri zaidi, anakuwa anazungumza na anasema hivi, kwa maana zamani nyinyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Baba, asante kwa kuzungumza nasi kupitia hili neno lako. Falme uketie juu zaidi, wewe unastahili sifa zote na utukufu. Ni asante Mungu wetu, na hata kwa kutuzungumzia, kwa kutukumbusha tumeitwa tuwe wana wa nuru, tutembee kama wana wa nuru, tutembee tukiwa nuru sisi wenyewe. Baba, tusamehe mahala ambapo tumeruhusu giza katika sehemu ya maisha yetu, tumekuwa giza, bali Baba tusaidie sasa tuendelee kuwa nuru katika kila sehemu ya maisha yetu. Popote pale tutakapokanyaga, wacha tukaangaze. Popote pale tutakapoenenda, wacha tukaangaze. Ni katika biashara tukaangaze, katika ndoa tukaangaze, katika maisha, katika ulimwengu uliojawa na chuki, ulimwengu uliojawa na nasa, wacha tukawe nuru ya ulimwengu. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu, na juu zaidi kuruhusu Mungu akuzungumzie. Wewe ni nuru, wewe si giza tena. Giza lishaondoka, nuru imeingia. Ishi katika maisha ya nuru, wacha ukaangaze popote pale unapokanyaga. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza. Baada ya kulipokea neno, mimi kupa nafasi umtolee Mungu tuwe sadaka zako. Paulo anauliza, kuna ubaya upi tukiwapa cha kiroho nanyi mtupe cha kimwili? Na hivyo hebu nunulia Mchungaji Benson hiyo soda, nunulie chochote kile ungependa kupitia sadaka zako. Labda haya madhabahu yamekuwa kanisa kwako, pia unaruhusiwa utoe fungu lako la 10 na Mungu atakubariki. Pia unaweza ukasapoti hii huduma kwa chochote kile unachotoa kupitia hizi nambari za M-Pesa
0792593648, 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya, ukituma kupitia Remit Sendwave unaweka +254 792 593648, +254 792 593648. Pia kwenye PayPal ni bnsnmwanza@gmail.com. Pia hizo nambari zote nimekupa, unaweza ukanitumia ujumbe mfupi arafa WhatsApp, unaweza ukapiga simu. Hiyo email address nimekupa, unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi, ukaniandikia email pale na utawasiliana nami vizuri zaidi. Naitwa Mchungaji Benson Mwanza, ninakupenda sana. Kama hujasubscribe kwenye haya madhabahu ya Kambi ya Wateule ambao ni YouTube, tafadhali subscribe, share, like, comment na Mungu akubariki. Hadi hapo kesho Ijumaa, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.